and praise the Lord, our dear viewer. We thank God for another opportunity to come to us and to bring to us our pre-recorded service. We are always happy to have you on this platform. We request you to remain put even as we bring to you worship sessions and a word session, powerful word session from our Bishop, Dr. Charles Kokombo. I only request that you feel free to share this video with anybody that you know on board. Like our Facebook page, subscribe to our YouTube channel even as we continue this service. But before we get to our worship session, as we wait for the word, I would like us to pray even as we begin. Father, in the name of Jesus, I want to thank you and to bless you for being good unto us. We thank you for the month of November. We continue to see your miracles and your great things that you're doing upon us and even in our lives, King of all glory. We pray that you bless us this afternoon, this evening, as we listen from you, as we worship in your presence. Be together with us. In Jesus' name we pray and believe. God bless you so much even as we get into the service. Feel free to share. Be blessed. Amen. Inua tu mikono zako mbele zake Mwenyezi Mungu, ya kwamba inapo tunaleta utukufu zetu mbele zake, wema na fadhili zinakuwa sehemu yetu. Tunapoinua mikono zetu juu kumwabudu Bwana, anashuka kwa njia ya kipekee na kutuhudumia kwa hali ya kiroho, ya kwamba tunapoenda mbele zake kwa mioyo ambayo yamevunjika na mioyo ambayo yanatarajia kupokea kwake, hakika Roho wa Bwana wa majeshi anashuka na anatenda kitu katika maisha yetu, ya kwamba tunaponena kutokea ndimi zetu yanampa Mungu wetu shukrani na anasikia toka mbinguni na kutujibu maombi yetu. Bwana utukuzwe. Umeheshimika Bwana, umeheshimika Bwana. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Haleluya, hosana kwa Baba. Haleluya, hosana kwa Baba. Haleluya, hosana kwa Baba. Haleluya, hosana kwa Baba. Haleluya, hosana kwa
so much for me. I cannot tell it all. You've done so much for me. I cannot tell it all, Jesus. If I had 10,000 times, still not enough, Jesus. What shall I render? What shall I render to Jehovah? For He has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For He has done so very much for me. Nitaabudu miungu mingine iliyo na mifano yeyote. Sitapiga magoti zangu nisujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu. Astahili sifa. Sitaabudu miungu mingine iliyo na mifano yeyote. Sitapiga magoti yangu nisujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu. Naleta sadaka za sifa kwako Bwana. Heshima na mamlaka zipokee. Takatifu, 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 nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Naleta heshima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, 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 nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Come on, let us celebrate the Lord. Let us put our hands together in celebration of our Lord. Can we celebrate the Lord more and more? He is worthy. He is worthy. We glorify His name. We revere the name of our Lord, for He promised to be with us. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. How many are still in the house of the Lord? There's a song that says, mwambie Yesu, yeye ana uwezo. Hallelujah. Yeye ndio dawa. Hata kama tunatafuta dawa ya corona, dawa ni nani? Dawa ni
Yesu ni dawa.
Praise the living God. Mungu aishie na asifiwe. It is yet another good day that the Lord has brought so that we can talk about the word of God again. Ni siku nyingine njema ambayo Mungu ametuletea ili tukanene juu ya neno la Mungu. Thank you so much, the praise and worship team. Asanteni sana kikundi cha sifa na ibada. And thank you very much everybody for setting aside your time so that we can be together in this service. Na asante kwa kila moja kwa kutenga nafasi yako ili tukawe katika ibada hii. May the Lord continually bless you. Mungu na endelee kukubariki. Today we want to talk about understanding the times. Leo tutanena juu ya kuelewa nyakati. And we are going to read from Ecclesiastes 3 verse 1 to 8, though we have many other readings and God will help us to continue well. Tutasoma kutoka kitabu cha Mhubiri 3 mstari wa kwanza hadi wa 8, hata ingawa Mungu atatusaidia kuendelea. The Bible says the following: there is a time for everything and a season for every activity under the heavens, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuoa na wakati wa kupooza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. This was the wisest person who ever lived on earth, and he was talking and giving a counsel to people. Aliandika maneno haya ndiye mwanadamu mwenye hekima sana aliyewahi kuishi, na akawa akitoa ushauri kwa wanadamu. And I believe these words are still relevant to us even today. Mimi ninaamini maneno haya bado yana maana hata leo hii kwetu. And as Christians we need to discern and know the times, especially where and when we are living the world we are in today. Na sasa kama Wakristo ni vyema kwetu tuelewe na kupambanua nyakati tulionayo ili tukaelewe ni majira aina gani tulionayo. Because we have different times that we are living in and in the history of the world. Kwa sababu katika historia ya ulimwengu kuna majira mbalimbali tunayokuwa nayo. Just as the Bible puts it right, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Kama na vile maandiko yalivyoleta wazi kwamba kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Now the question is, why is it important to know the timings, especially for the Christian? Swali ni je, mbona kuna umuhimu kwa Mkristo kuelewa majira na nyakati? Because number one, you will find that failure to discern the times makes us not to fully cooperate with God in fulfilling his will for our destiny. Kwa sababu jambo la kwanza utaelewa kwamba tukishindwa kupambanua nyakati itatushinda kushirikiana na Mungu ili kutimiza mapenzi yake. So we shall not be doing the will of God. Kwa hivyo kwa njia hiyo hatutakuwa tukitenda mapenzi ya Mungu. And we shall not cooperate with him in fulfilling our destiny. Na tutashirikiana na yeye kutimiza hatima yetu. And that is not something that is very good, because we need to fulfill the purposes of God in our times so that we are able to move on with the power of the Spirit. Na jambo kama hilo sio vyema kwetu, kwa sababu ni muhimu kwetu kutimiza kusudi letu ili tukaenende sawa na Mungu. Number two, the God whom we serve is a sovereign God and omnipotent, and therefore it is us to fit into his plans.
Jambo la pili ni kwamba Mungu tunayemtumikia ni Mungu mkuu na ni Mungu aliye na uwezo wote. Kwa hivyo ni jukumu letu kuingia katika mipango yake. We have to try to be in the plan of God. Lazima tujitahidi kuingia katika mipango ya Mungu. You may realize that God does not need man to help him fulfill his purposes, but he wants us to work with him as partners. Utagundua kwamba Mungu hana haja na mwanadamu kumsaidia kutimiza kusudi lake, ila ni kwamba angehitaji tushirikiane naye. He would want the mortal person to be part of his fulfillment of the plans that he has here on earth. Angehitaji mwanadamu anayekufa kuwa sehemu ya kutimiza kusudi lake katika ulimwengu huu. We must also know that honor and dignity plus wisdom is bestowed on the choices that we make. Na ni vyema pia tujue kwamba heshima na thawabu inawekwa kwa maamuzi tunayofanya. So we should try to partner with God in the spirit. Kwa hivyo ni muhimu sana tujitahidi kushirikiana na Mungu kwa roho. And the whole big God decided that he would not do anything without revealing to the people who are in his plan. Na Mungu huyu aliye mkuu aliamua kwamba asije akafanya chochote pasipo kuwafunulia watu walio katika mpango wake. That is what the Bible says in the book of Amos 3 and verse 7, that surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants the prophets. Na ndiyo maandiko yanasema katika kitabu cha Amosi 3:7, maandiko yanasema hivi kwamba hakika Bwana Mungu atafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. So God will always do things, and he wants us to be in his plan in the time that he has designated, so that we are always fitting into the perfect will of God. Kwa hivyo kila mara Mungu atatenda mambo na angetaka tuwe katika mpangilio yake ili tukae katika mapenzi ya Mungu. Surprisingly, many Christians do not understand the timings that we are living in today. Lakini hata hivyo nyakati hizi Wakristo wengi wasielewe nyakati tunapoishi siku hizi. They are full with things that may not matter even for the kingdom at this time. Wamejazwa na vitu ambavyo havina umuhimu kwa ufalme kwa nyakati hizi. I want to remind you that there is no time in the history of humanity that the world has been like it is today. Nataka nikukumbushe kwamba hakuna nyakati nyingine katika historia ya wanadamu ambao wanadamu wamekuwa nao kama nyakati tulionayo. No wonder the prophets of the time and the people who are serving the Lord, they were yearning to get a time like when we are living today. Si ajabu manabii na wale waliodumu wakati ule walitamani sana wangeishi nyakati tunapoishi. What is happening today? Je, ni mambo yepi yanapofanyika siku hizi? We are able to preach to all cadre of people all over the world because of the new technology that we embrace. Tuna uwezo wa kuhubiria aina zote za wanadamu katika ulimwengu wote kupitia kwa teknolojia tulionayo. The things that are happening in the Christian church today are amazing. The praise and worship, and we can sing the songs all over the world because the world has become a global home. Vitu vinavyofanyika katika kanisa la Kikristo ni ajabu sana. Kwa mfano, hata nyimbo za sifa na ibada tunazoweza kuziimba ni za kupendeza kwa sababu ulimwengu umekuwa ni kijiji kidogo. This is the time that many prayer houses have emerged almost in every country of the world. Huu ndio wakati maeneo mengi yamepatikana vyumba vya kuomba. Increased revelation of the word of God almost in every God-fearing church. Kumekuwa na ongezeko la ufunuo wa neno la Mungu karibu kwa kila kanisa linalomcha Mungu. If you can remember last year in America, the youths gathered almost 100,000 of them to pray against abortion so that their country would be clean. Ikiwa utaweza kukumbuka mwaka uliopita kule Marekani, vijana karibu 1,100 walikusanyika ili wakaombe kinyume cha uviaji wa mimba. You
can also remember that in Indonesia, the whole stadium was full with several youths and many people coming for the Pentecostal Sunday. And in the whole country, it was estimated that more than 40 million people were praying. Vile vile utakumbuka kwamba kule Indonesia uga mzima ulijaa na vijana wakiadhimisha siku za Pentekoste, na imeashiriwa kwamba zaidi ya watu milioni 40 wakawa wakiomba. Jesus is the same yesterday, today and forevermore. Yesu ni yule jana, leo na hata milele. But there are things that keeps on changing in the church where we are placed today. Lakini kunayo vitu vinavyoendelea kubadilika katika kanisa tulipo leo hii. And maybe many Christians are not aware that times have changed. Na huenda ikawa kunao Wakristo wasioelewa kwamba nyakati zimebadilika. The ways that were used to worship God in those early times, Njia za kumwabudu Mungu kwa njia za kale, those are not the ways that we are using today primarily. sio njia za msingi tunazotumia siku hizi. We have enhanced them, we have developed them. Tumeziimarisha njia hizo za ibada. We pray that the glory of God will always come in our meetings. Tunaomba kwamba kila mara katika mkutano wetu utukufu wa Mungu utashuka. And then the power of God can be seen. Na nguvu wa Mungu uwe dhahiri. If there is a time that the power of God is needed, it is today. Ikiwa kuna wakati nguvu ya Mungu inahitajika, basi ni leo. If there was a time when we needed to prove that our God is still living, it is today. Kama kuna wakati tulistahili kuthibitisha kwamba Mungu wetu anaishi, basi ni leo. If we could only understand the times that we are living in, then the glory of God would come to the church in a big way. Kama tungeelewa tu nyakati na majira tunapoishi, basi utukufu wa Mungu ungeshukia kanisa kwa njia kuu sana. We need to know the times we are living in. Inatupasa kufahamu nyakati tunapoishi. Young men, I want you to know the times we are living in. Vijana, ningetaka mfahamu nyakati tunapoishi. Old men, I want you to understand the times in the church today. Wasee, ningependa mfahamu nyakati kanisa iliyo nao siku hizi. So that we are able to lead people in the right direction. Ili kwamba tukawaongoze watu kwa njia inayostahili. And our God will take all the glory. Na Mungu wetu atapokea utukufu wote. May the name of the Lord be praised. Jina la Bwana na lisifiwe. Oh, hallelujah. Hallelujah. Now, how can Christians make the name of the Lord, and how can Christians fit in this new dispensation and the new timings that the Lord is bringing about? Je, Wakristo wanaweza kushirikishwaje katika nyakati hizi tulizo nazo na mpangilio wa Mungu? What do we need to do? Je, ni mambo gani yanatupasa kutenda so that we fit in the times that we are living in? ili tukashirikishwe kwenye nyakati tunapoishi? I have two things that I want to bring to us Nayo mambo mawili nitakayotuletea that will help us to understand the times and fit into the times. ambayo yatatusaidia kuelewa na kushirikishwa kwa nyakati tunapoishi. Number one, Ya kwanza, we must arise for the glory of God to be revealed. lazima tuinuke ndio utukufu wa Mungu ufunuliwe. I want us to look at what Jesus said, what prophet Isaiah said, which was later quoted by Jesus. Nataka tusome tutazame kile ambacho nabii Isaya aliyosema, ambaye baadaye Bwana wetu Yesu alinukuu. In the book of Isaiah 60 verse 1, Katika kitabu cha Isaya 60 mstari wa kwanza. the Bible says, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the people, but the Lord rises upon you, and his glory appears over you. Maandiko yanasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekushukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. This was a prophecy that was given by prophet Isaiah. Hii ni unabii uliotolewa na nabii Isaya. He was talking about the Gentiles blessing Zion.
akawa akinena juu ya mataifa kulibariki Zayuni. And these words were later repeated by the Lord Jesus himself. Na maneno haya baadaye yalirudiwa na Bwana wetu Yesu mwenyewe. Because if you arise and your light is shining, then the nations will come to your light and kings will come to the brightness of your dawn. Kwa sababu iwapo utainuka na nuru wako ung'ae, basi mataifa na watu watakuja kwa nuru yako. So in what knowledge do we need to rise? Kwa hivyo kwa mtazamo gani inatupasa kuinuka? Knowledge concerning discerning of times. Ni maarifa ya kupambanua nyakati. Jesus told the disciples in the book of Matthew number 24. Yesu aliwaambia mitume katika kitabu cha Mathayo 24. Because it is important to know what Jesus was telling them. Kwa sababu ni muhimu kuelewa yale Yesu akawa akiwaambia mitume. What the church may not be able to understand today. Kile ambacho kanisa isiweze kuelewa leo hii. In 3:24 it is written, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen, and what will be the sign of your coming and the end of age? Jesus answered, watch out that no one deceives you. So Mathayo 24 mstari wa 3, maandiko yanasema, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamuendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Watch out that no one deceives you after you have received the light of God. Angalieni mtu yeyote asije akawadanganya baada ya kulipokea nuru yake Mungu. Because a few things will happen and Jesus foresaw them. Kwa sababu mambo machache yatatendeka na Yesu alitangulia And kuyaona. those are the things that are happening in our time. Na ndio mambo haya yanatendeka katika nyakati zetu. That many people will come and say that they are Messiah. Watu wengi watakuja wakijiita wao ni Masihi. That has happened in the world. Hiyo imetendeka ulimwenguni. We will hear of wars and rumors of war. Tutasikia mambo ya vita kila maeneo. We should never be alarmed. Tusihangaike. Because the end is still not yet. Kwa sababu mwisho bado. Nation will rise against nation. Taifa itainuka dhidi ya taifa nyingine. And kingdom against kingdom. Na taifa itainuka ufalme dhidi ya ufalme mwingine. There will be famines and earthquakes all over the world. Kutakuwa na njaa na matetemeko kila maeneo ulimwenguni. And he was telling them that these are the beginning of birth pains. Na akawa akiwaambia kwamba hayo yote ndio mwanzo wa utungu. Are those things not happening today? Je, mambo hayo yanatendeka siku hizi au la? And have we rose above those things so that we can only see the glory of God? Na je, tumeweza kuinuka zaidi ya vitu hivyo ndio tuweze kuona tu utukufu wa Mungu? We need to understand the times. Inatupasa kuelewa nyakati. Because we are filled by the Holy Spirit. Kwa sababu yamenenwa na Roho Mtakatifu. We know where we are going. Tunajua kule tunakoenda. We don't belong here. Sisi sio wa hapa. There's no time for us to waste. Hakuna muda wetu wa kupoteza. The Bible says that we should redeem time because the days are evil. Biblia inasema kwamba tukomboe muda kwa sababu nyakati ni ya uovu. And as Jesus was telling them this, na vile Yesu alivyokuwa akiwaambia haya, remember that in the book of Matthew 16 and verse 3, kumbuka kwamba katika kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 3, they was talking to the Pharisees and the Sadducees. akawa akinena na Mafarisayo na Masadukayo. And he told them that the Pharisees and the Sadducees, you cannot even know the times. Na akawaambia kwamba Mafarisayo na Masadukayo wasipambanue nyakati. In the morning you say, today it will be stormy. That is 16:3. Today it will be stormy, for the sky is red and overcast. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. Na asubuhi mwasema leo kutakuwa na dhuruba, kwa maana mbingu ni nyekundu tena kumetanda. Enyi wanafiki, mnajua kuutambua uso wa mbingu, lakini je, ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua? Knowing the times is very important.
kuelewa na kupambanua nyakati ni ya muhimu. We must know when we are living. Lazima tuelewe nyakati We tunapoishi. must know when things might go wrong. Lazima tuelewe nyakati ambazo mambo yanaweza kutuendea We must mrama. understand the times that we are living in as Christians. Lazima tuelewe ni nyakati gani tunapoishi kama Wakristo. Even in the earlier times in the Bible, in the time of the Israelites. Hata katika nyakati zilizopita za wana wa Israeli katika Biblia. In the book of First Chronicles 12 and verses 32. Katika mambo ya nyakati wa kwanza 12 mstari wa 22. The Bible says that there were a group who were specifically known to be a people who understood the times. Maandiko yanasema kwamba kukawa aina fulani ya watu ambao kwa hakika walielewa nyakati. The Bible talks of the sons of Issachar, men who understood the times and knew what Israel should do. 200 chiefs with all their relatives under their command. Biblia inanena juu ya wana wa Isaka ambao walielewa nyakati wakiwa wanajeshi 200 na watoto wao. What times did the sons of Issachar know? Je, ni nyakati gani walizoelewa wana wa Isaka? The sons of Issachar knew the time of the feasts of the Lord. Wana wa Isaka walielewa nyakati za sherehe za Bwana. They knew when to go for the Sabbath. Walielewa nyakati za kwenda kwa Sabato. That means they knew when to go to the church and when to go to business. Ina maana kwamba walielewa wakati wa kwenda kanisani na wakati wa kwenda kwenye biashara. They understood the times and they told the other people their understanding. Walielewa nyakati na wakawaeleza watu jinsi walivyoelewa nyakati. They knew the times of the Passover and the unleavened bread. Walielewa nyakati za Pasaka na wakati wa mkate usiotiwa chachu. When people needs to go and partake of the Lord's table. Wakati ambapo watu wanahitajika kwenda kushiriki meza ya Bwana. They knew the feast of the first fruits. Walielewa nyakati za sherehe za matunda ya kwanza. When they need to take something for Thanksgiving in the house of the Lord. Wakati wanapohitajika kupeleka kitu ya shukrani nyumbani mwa Mungu. Like the whole church knows that it is a time for Thanksgiving. We have gone through a very hard year. Kama kanisa inavyofahamu kwamba ni nyakati za shukrani, tumepitia muda mrefu mwaka mzima. The year that was never there. Mwaka ambao haukuwepo. The year when we experienced the worst corona pandemic. Mwaka tulipokumbwa na janga mbaya sana la corona. The year that all schools were shut. Mwaka ambao shule zote zilifungwa. The year that many people could not go to the offices. Mwaka ambao watu wengi wasingelienda kwa maafisi zao. The year when the people in the hotel business actually felt it hard. Mwaka ambao watu wanaofanya biashara ya hoteli walipigwa vibaya sana. This is the year we have. Huu ndio mwaka tulio nao. We need to discern. Lazima tupambanue. We thank God that even this year will finally go. Tumshukuru Mungu kwamba hatimaye hata mwaka huu utakwisha. And the power of God will walk with his people. Na nguvu ya Mungu itaandamana na watu wa Mungu. The sons of Issachar, wana wa Isaka, they knew the feast of weeks. Walielewa sherehe za wiki. They knew the feast of trumpets. Walielewa sherehe za tarumbeta. They knew the day of atonement. Walielewa sherehe ya upatanisho. They knew the feast of tabernacles. Walielewa sherehe ya hema ya ibada. And they took people to know the same things that they knew. Na wakawaeleza watu kuelewa yale walioelewa. And that is why they are later remembered. Na ndio sababu baadaye wanakumbukwa. Because they knew how to discern the time. Kwa sababu walifahamu jinsi ya kupambanua nyakati. Many people do not know how to discern the time. Watu wengi wasielewa jinsi ya kupambanua nyakati. They're just walking because everybody is walking. Wanatembea tu kwa sababu watu wengine wanatembea. Understanding the times is very important. Kuelewa nyakati ina umuhimu sana. Even some kings were judged for not understanding the time. Hata wafalme wengine walihukumiwa kwa kutoelewa nyakati. They could not rise above what they knew. Hawakuinuka zaidi ya yale waliojua. You can see in the book of 1 Samuel 15 and verse number 22. Unaweza kuona katika Samueli ya kwanza 15 mstari wa 22. The Bible says that but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifices, and to heed is better than
fat of rams. 28 says, Samuel said to him, the Lord has torn the kingdom of Israel from you today and has given it to one of your neighbors, to one better than you. Naye Samueli akasema, je, Bwana usipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutini bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Mstari wa 28 maandiko yanasema ya kwamba basi Samueli akamwambia, leo Bwana amekurarulia ufalme wa Israeli, naye amempa jirani yako aliyemwema kuliko wewe. Times, if you don't understand the times, even the kingdom as a king can be taken away from you. Mara nyingine usipoelewa nyakati kama mfalme, ufalme huo unaweza kunyakuliwa kutoka kwako. You need to know the timings. Inakupasa kuelewa nyakati. You need to understand the times and the seasons. Inakupasa kuelewa nyakati na majira. Daniel, a man who was revealing the mysteries of God, Danieli, mtu aliyeonyesha mambo ya siri ya Mungu, told the people in the book of Daniel 2 and verse number 21. Akawaambia watu katika kitabu cha Danieli 2 mstari wa 21. That he, that is the Lord, changes the times and seasons. He disposes kings and raises others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. Kwamba yeye Bwana ubadili majira na nyakati, uzulu wafalme na kuwamilikisha wafalme, uwapa hekima wenye hekima, uwapa wenye ufahamu maarifa. So it is very important to understand the times that we are living in. Kwa hivyo ni muhimu sana kuelewa nyakati tunapoishi, so that we don't become irrelevant. Ili kwamba tusikuwe watu wasiokuwa na maana katika kuishi kwetu. There are people who are doing what is not in the will of God. Kuna watu wanayotenda yasiyokuwepo katika mapenzi ya Mungu. There are many Christians who do not understand the purposes of God today and now. Kuna Wakristo wengi wasioelewa mapenzi ya Mungu kwa leo na sasa. Because they don't give an ear to the Spirit of God. Kwa sababu hawategi masikio kwa Roho wa Mungu. We have to arise. Lazima tuinuke. For the glory of God to be seen. Ili utukufu wa Mungu uwe dhahiri. To be different. Lazima tuwe watu na utofauti. For the power of God to be evident. Ili nguvu ya Mungu iwe dhahiri. We have to be different people. Lazima tuwe na watu wa utofauti. Because we want to bring the glory of God down in this last time. Kwa sababu nyakati hizi za mwisho tunataka kuleta utukufu wa Mungu. May God help us. Mungu na tusaidie. May God help you. Mungu akusaidie. May the power of God come to us today. Na nguvu ya Mungu itushukie leo hii. Because that is the desire of God. Kwa sababu hiyo ndio shauku ya Mungu. That we shall go and go and go. Kwamba tuenende na kuenenda na kuendelea kuenenda. Because we need that power of God. Kwa sababu tunahitaji nguvu hiyo ya Mungu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Arise. Inuka. Arise. Inuka. For the glory of God to be seen in you. Ili utukufu wa Mungu uwe dhahiri ndani yako. Arise from wherever you are. Inuka mahali ulipo. Arise from your sleep. Inuka kutoka kwa usingizi ulionayo. Arise from what you are doing. Inuka kutoka kwa kile unachofanya. Because we want to see the glory of God. Kwa sababu tunataka kuona utukufu wa Mungu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Number 2. Jambo la pili. You have to recognize the visitation of God at this time. Lazima utambue mtembeleo wa Mungu kwa nyakati hizi. The Christian who understands the times, Mkristo anaelewa nyakati, must recognize the timings of God. Lazima atambue majira alizoziweka Mungu. In the book of Acts of Apostles 3 and verse number 21. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 3 mstari wa 21. The Bible says that heaven must receive him until the time comes for God to restore everything, as he promised long ago through his holy prophets. Maandiko yanasema kwamba ambaye ilimpasa kupokewa mbinguni atazije zamani za kufanywa upya vitu vyote zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. This was Peter talking to the crowd who came to listen to the utterances of God. Hii ikawa ni Petero akiwanenea kusanyiko waliofika kusikia maneno yake Mungu. And he told them that they had somebody, akawaambia kwamba kulikuwepo na mtu who heaven must receive first, ambaye mbingu ilikuwa ni lazima kumpokea kwanza, before God brings him back
as he restores everything. Kabla ya Mungu kumrejesha, anaporejesha vitu vyote. Because this is acting on the promise, on the prophecy, on the fulfillment of the plan of God. Hii ilikuwa inatenda sawasawa na unabii kama alivyoahidi Mungu. Oh, hallelujah. Hallelujah. So we must recognize the visitation of God. Kwa hivyo lazima tutambue mtembeleo wa Mungu. In the book of Luke 19 verse 4 to, it's a very long reading, though I'm not going to read it all today. Katika kitabu cha Luka 19 mstari wa 4 na kuendelea, ni somo mrefu ingawa tutaisoma leo hii. This is a group of parables. Na sasa hii ni hadithi aina nyingi. And we can take the first one, the Zacchaeus the tax collector. Na tunaweza kuchukua ya kwanza ya Zakayo aliyekuwa mtoza ushuru. Jesus who entered Jericho and was passing through it, a man was there by the name Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy, and I believe was a sinner. Na sasa Yesu akawa akipita Samaria, na palikuwepo mtu jina lake Zakayo, mkubwa mojawapo utoza ushuru, naye ni tajiri. He wanted to see Jesus, but you see, the crowd was too big around him. Alitaka kumuona Yesu, ile kwamba ni kusanyiko, walikuwa ni watu wengi, walimzunguka Yesu asije akamuona. So what did this man do? Je, huyu mtu Zakayo alifanya nini? The Bible says in 4 that he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. Mstari wa 4 maandiko yanasema akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. So what did Zacchaeus do? Je, baadaye Zakayo alifanya nini? In 6, so he came down at once and welcomed him gladly. Mstari wa 6, akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Recognition of God's visitation is very important. Kutambua mtembeleo wa Mungu ni wa muhimu sana. When God comes into your life, Mungu anapoingia katika maisha yako, or when you have a desire to see God, ama ukiwa na shauku ya kumuona Mungu, many Christians don't even recognize when the power of God has come to visit the church today. Wakristo wengi wasielewe hata wakati nguvu ya Mungu imeshuka kulitembelea kanisa nyakati hizi. Some of them don't even know when a prophecy has been given about them. Baadhi yao hata wasielewe unabii umetolewa juu yao. Understanding times is very important. Kuelewa nyakati ni ya muhimu. This is why Jesus told them in Matthew 16 verse 3 that you are good at understanding the times. You know when the sun will rise, you know when it is going down, but you don't understand the times that you are living in, and especially of the Son of Man. Na ndio Yesu akawaambia katika kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 3 ya kwamba mnaelewa kupambanua nyakati, wakati jua unapochomoka na unapotua, ila ni kwamba msielewe nyakati alizoziweka Mungu. What will God recognition do to us? Je, kutambua Mungu itatufanyia nini? You can develop a vision for your life and knowing where you belong. Unaweza kujijengea ufunuo juu ya maisha yako na kuelewa mahali ulipo. You can know how to fulfill the prophetic utterances that are given to you to foster and to bless your life. Na unaweza kuelewa jinsi kuhakikisha kwamba unabii uliotolewa juu yako umefanyika na umeimarika kwa kulitenda. What would recognition do to us? Kuelewa itatufanyia nini? The church would move into intercessory times. Kanisa itaingia katika uombezi. And that intercessory will help to birth prophecies. Na uombezi huo utazalisha unabii. Because prophecies cannot be birthed without prayer. Kwa sababu pasipo kuomba unabii hauwezi kuzaliwa. If you don't pray, usipoomba, even the things which are yours can be taken by the devil. Hata vile vilivyo vyako vinaweza kunyakuliwa na shetani. If you don't pray, usipoomba, people can misuse you. Watu wanaweza kukutumia vibaya. If you don't pray, usipoomba, you don't know when to go before the Lord. Hata
hata usijue wakati kwenda mbele ya Bwana. If you don't pray, Usipoomba, you cannot know even when Jesus is passing close to you. hata usielewe wakati Yesu anapita karibu nawe. You cannot know when the glory of God has descended, Hata usielewe wakati utukufu wa Mungu umeshuka, because you do not pray. kwa sababu hauombi. But when you are praying, Lakini unapoomba, you are alert in the spirit. wewe uko macho katika anga ya When roho. Jesus is talking something, Kama Yesu anavyosema kitu, you easily understand the Lord speaking, Yesu anaposema kitu unasikia kwa haraka because your anavyosema, heart is connected with heaven. kwa sababu moyo wako umeshirikiana na mbingu. It is my prayer for the church Ni ombi langu kwa kanisa that our hearts will be connected with heaven, kwamba mioyo yetu itashirikishwa na mbingu, so that we can foster prophecies. ili kwamba tukazizalisha unabii. You need to pray. Lazima uombe. The church needs to pray. Kanisa lazima ikaombe. If we are going to be the church that knows the times, Ikiwa tutakuwa ni kanisa inayofahamu nyakati, there's a lot of darkness. kunayo giza nyingi. And what will help us to suppress darkness? Kitakacho kutusaidia kudhibiti giza hiyo It is the light that shines in ni us. nuru unayoonekana ndani yetu. Light cannot shine without prayer. Nuru hauwezi kung'aa pasipo maombi. May the Lord help us. Bwana na tusaidie. Prophecies which are fulfilled because there is something force that is propelling them to go forward. Unabii unaotimia ni kwamba kuna nguvu zinazosukuma. You must know the things that Jesus said would happen. Lazima uelewe vitu Yesu alivyosema yangetendeka. There's a time that the disciples were asking Jesus political questions. Kunao wakati wanafunzi wa Yesu walikuwa wakimuuliza maswali ya kisiasa, Especially in the book of Acts 1 and from verse 6. na hasa katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1 kuanzia mstari wa 6. Then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know the times and the days that the Father has set by his own authority. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo utakapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Many Christians are only concerned with political issues in the church today. Wakristo wengine wanashughulika zaidi na mambo ya siasa kanisani. Some of them are also concerned with the politics of the world. Wengine wao wanajishughulisha na siasa ya ulimwengu, Especially in our country of Kenya. na hasa katika nchi yetu ya Kenya. But they do not recognize that they are born again people who have been called to walk in the ways of the Lord. Ila ni kwamba wasielewe wao ni watu waliozaliwa mara ya pili, ambayo inawapasa kutembea kwa njia za Mungu. I don't say that you don't think politics, Mimi sisemi kwamba msiwazie mambo ya and siasa, that you don't belong to a people who vote. No, na sisemi kwamba wewe usipige kura. I'm not saying that. Mimi sisemi hayo. I'm only saying that they are over concerned with political things at the expense of spiritual things. Ninayosema tu kwamba ni baadhi ya watu wanajishughulisha zaidi na mambo ya siasa kuliko jinsi wanavyojishughulisha na mambo ya kiroho. This can even happen to the bishops. Hii inaweza kuwafanyikia hata maaskofu. It can happen to the pastors. Inaweza kuwafanyikia It wachungaji. can happen to the people who know God. Inaweza kuwafanyikia wanaomjua Mungu. The way these people also came to Jesus and asked, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? Jinsi watu hawa walipofika kwa Yesu na wakamuuliza, je, wakati huu ndipo utakapowarudishia Israeli ufalme? But he told them that it is not for you to know the times and the days. Those are in the Father's authority. Yesu akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. God's plan is the best. Mpango ya Mungu ndiyo vyema zaidi. God is never late. Mungu hachelewi. God does not come too early. Mungu haji mapema. God is always on time. Mungu kila mara anakuja kwa saa. God will not come to me late. Mungu atakuja kwangu kuchelewa. God will not come to me earlier. Mungu atakuja kwangu akiwa God is mapema. always on time. Kila mara Mungu anakuja kwa saa. Glory to the name of the Lord. Utukufu kwa jina la Bwana. But I want you to see how Jesus answered them. Lakini ninataka utazame jinsi Yesu alivyowajibu. Jesus told them, Yesu aliwaambia,
Biblia, but you will receive power lakini mtapokea nguvu when the Holy Spirit comes upon you. akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. And you will be my witnesses in Jerusalem, Nanyi- in Judea, Samaria, and to the ends of the world. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. As you pray, you shall know the times. Unapoomba utaelewa nyakati, And then you shall walk in complete intimacy with God. na utatembea ukiwa unakaribiana na ushirika wa karibu. The power of God will be your portion. Nguvu ya Mungu itakuwa sehemu The yako. glory of God will be seen in your family. Utukufu wa Mungu utakuwa dhahiri katika jamii The yako. goodness of the Lord will surround you. Wema wa Bwana utakuzunguka. If you are walking in the plan of God, Ikiwa unatembea katika mipango ya Mungu, the right timings of the Lord, nyakati yaliyo mema ya Mungu, the angels of God will accompany you. malaika wa Mungu wataandamana nawe. You will ever be safe. Kila mara utakuwa I salama. want to tell the young men, Nataka nikawaambie vijana, wait for your time. hebu mkaungoje wakati wenu. Know when to go to school. Jua wakati wa kwenda shuleni. Know when to get married. Jua wakati wa kuona Know kuolewa. when to settle. Jua wakati wa kutulia. Know when to do everything at the right time. Jua wakati wa kufanya vitu vyote kwa Because wakati this is unaofaa. what is going to bring the glory of God. Kwa sababu hii ndio italeta utukufu wa Mungu. Your light will shine. Nuru yako The itang'aa. glory of God will be seen. Utukufu wa Mungu utakuwa And dhahiri. people will glorify your Father in heaven Na watu watamtukuza Baba yako aliye mbinguni. because of how you have known the Lord. Kwa sababu ya jinsi unavyomuinua May Bwana. the name of the Lord be praised. Jina la Bwana na likasifiwe. How I desire that people would pray until they are in the will of God and until they know the times. Ninavyotamani watu wakaweze kuomba mpaka wakajikuta wakiwa katika mapenzi ya Mungu na wakaelewe You nyakati. should know the time. Lazima uelewe You nyakati. should know the time. Lazima uelewe The nyakati. Bible says that we should know when to pray. Biblia inasema kwamba inatupasa kujua We wakati should wa know when to kuomba. worship. Tujue wakati wa We kuabudu. should know when to do everything. Tujue wakati wa kufanya vitu vyote. Even when you are growing old. Hata unapokuwa mzee. The Bible says that, Lord, teach me to number my days. Biblia inasema kwamba Bwana nisaidie kuhesabu siku zangu. Teach me to number my days. Nisaidie Bwana kuhesabu siku zangu. So that I know today I'm still young. Ili nikajue leo hii bado mimi ni mchanga. Tomorrow I'll be in the middle. Kesho nitakuwa umri wa kadri. And another day will be my old age. Na siku nyingine nitakuwa mzee. How do I plan myself? Je, ninajipangaje? God teach me Mungu to nifundishe know how to number my days. kuelewa jinsi ya kuhesabu siku We zangu. need to understand the time. Inatupasa kuelewa A nyakati. person who understands the time Mtu anaelewa nyakati will never go wrong. hata kwenda mrama. A person who knows the time Mtu anayejua will nyakati not be taken by surprise. atakuwa As we sululiwa. pray today, Tunapoomba leo the hii, people who are sick, watu walio wagonjwa, you should know the time to be healed. jua wakati wa kuponywa. When the power of God's healing comes down, Nguvu ya Mungu inaposhuka, to the glory and honor of the name of kwa Jesus. utukufu na heshima ya jina la Yesu, I want us to pray nataka tuombe so that God will accompany His word ili kwamba Mungu akaandamane na neno in lake the name of Jesus. kwa jina la Yesu. So shall we pray? Na tuombe. Loving Father, in the name of Jesus, Baba mpendwa, kwa jina la Yesu, we want to thank you because you continue to be a great good God. tunakushukuru kwa sababu unaendelea kwa Mungu mkuu aliye You mwema. are teaching us to understand the times and the seasons we are living in, Unatufundisha kuelewa nyakati na majira tunapoishi, so that we are able to do your will, ili tukaweze kufanya mapenzi yako, so that we can partner with you na ili pia tukashirikiane to nawe fulfill the great purposes of your kingdom. kutimiza makusudi makuu ya ufalme wako. Lord, help us to understand every time that we go through, Bwana tusaidie kuelewa kila wakati tunaopitia, and help us as Christians globally to know that you are the Lord seated on the throne and you are soon coming back to take the charge. na tusaidie tukiwa Wakristo ulimwenguni kote tufahamu kwamba wewe ni Bwana uliyeketi katika kiti chako cha enzi na hivi karibu unakuja kulinyakua kanisa. Thank you for your power. Asante kwa nguvu zako. Thank you for your presence. Asante kwa uwepo wako. Thank you for your healing Asante kwa uponyaji wako that is coming down upon our people. inayoshuka juu ya watu wetu. When the word of God comes down, Neno la Mungu inaposhuka, help us to know when you come to visit us, tusaidie kuelewa wakati unapokuja kututembelea, so
the glory and honor of Jesus' name. Kwa utukufu na heshima ya jina la In Yesu. Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. May God bless you so much, our dear viewer. Mungu nakubariki sana mtazamaji wetu May mpendwa. the power of God be your portion. Na nguvu ya Mungu iwe sehemu yako. We love you with the love of God. Twakupenda na upendo wa And we Mungu. continue to pray that we shall understand the times. Na tuendelea kuomba kwamba tutaendelea kuelewa nyakati. Thank you so much for also supporting this ministry that we are doing. Asanteni sana pia kwa kusimama na huduma hii tunayotenda. May the Lord bless you. Bwana Mungu na kubariki. Thank you so much. Asante sana. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen.